Tukiwa tunaadhimisha miaka 20 ya taasisi yetu, tunajivunia mafanikio makubwa yaliyopatikana katika kuyafikia malengo na madhumuni ya kuanzishwa kwa taasisi hii hapa nchini. Mzee Mkapa aliamini kwa dhati kwamba maendeleo endelevu hujengwa juu ya misingi mitatu muhimu, ambayo ni uongozi imara, taasisi imara na uwekezaji kwa watu. Kwa mantiki hii, alielewa kwamba mataifa hayafanikiwi kwa sababu tu ya kuwa na rasilimali za asili, lakini hufanikiwa pale yanapojenga uongozi wenye maono, kuimarisha taasisi za umma na kuwawezesha wananchi wake, hasa vijana, kuwa chachu ya mabadiliko. Imani hii ndiyo hatimaye ilisababisha kuanzishwa kwa taasisi ya Mkapa Foundation miaka 20 iliyopita. Aidha, ndiyo siri kubwa ya mafanikio, uimara na uendelevu wa taasisi yetu hadi leo. Tunapotafakari urithi wake leo, tunapaswa vile vile kujiuliza swali muhimu: tunawaandaaje viongozi wa afya wa Afrika wa siku zijazo? Ni dhahiri kuwa jibu la swali hili liko katika kuimarisha mifumo yetu ya afya, kuwekeza katika rasilimali watu na kuunda fursa zinazowezesha vijana kufikia uwezo wao kikamilifu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, katika kutambua mchango wa taasisi ya Mkapa Foundation kwa miaka 20 iliyopita, taasisi hii imekuwa mshirika wa kuaminika wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika maendeleo ya rasilimali watu wa sekta ya afya, mageuzi ya sekta ya afya, kuimarisha huduma za afya ya msingi na utekelezaji wa hatua muhimu za afya ya jamii. Kupitia utaalamu wake wa kiufundi na ushirikiano wa kimkakati, taasisi imechangia na kuchochea katika kujenga mfumo wa afya imara na stahimilivu zaidi katika utoaji wa huduma za afya Zanzibar. Uongozi, mifumo ya afya na mtaji wa watu unaoongozwa na vijana wa Afrika, kwani inatuelekeza kuangalia mbele na kuendelea kuelekea mustakabali ulio bora zaidi badala ya kutazama hapa tulipo. Pia inatukumbusha kutambua kuwa afya njema ni muhimu kwa maendeleo, na umuhimu wake unaongezeka zaidi kwa kuangalia mchango wake katika kujenga rasilimali watu. Ili rasilimali watu iweze kuchangia kikamilifu maendeleo ya kiuchumi na kijamii, lazima iwe na afya njema na iweze kuishi kwa muda mrefu. Hii inajumuisha kuhakikisha watoto wanapata lishe bora, chanjo muhimu na kinga dhidi ya magonjwa. Vijana wanapata elimu sahihi ya afya ya uzazi, ya kujikinga na magonjwa ya kuambukiza. Jamii nzima inakingwa dhidi ya magonjwa yasiyoambukiza na huduma stahiki kwa wazee. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, maisha ya uongozi wa hayati Benjamin Mkapa yanatoa mafunzo ya kweli kwetu. Mathalan, katika usimamizi na uendelezaji wa sekta za afya tunajifunza yafuatayo. Kwanza, kutambua nafasi ya afya bora katika maendeleo. Hili tunaliona tangu awamu ya kwanza ya uongozi wa taifa hili, ambapo hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa, alitangaza maradhi kuwa miongoni mwa maadui watatu wa taifa letu. Aidha, hayati Benjamin Mkapa katika awamu yake ya kwanza aliweka mkazo katika mapambano dhidi ya ukimwi, ambapo alianzisha TACAIDS kuongoza mapambano haya. Tekeleza afua ambazo ni vipaumbele vya serikali za pande zote mbili, lengo likiwa lile kuhakikisha kwamba huduma za afya kwa watu wote zinafikiwa na rasilimali watu afya ikibaki kuwa nguzo muhimu. Asante Mheshimiwa mgeni rasmi, Makamu wa Rais Dr. Nchimbi. Hili ni banda lingine la CRDB Bank ambao ni wadau wetu.
Asante. Tuzo ya pili in Health Leadership Award inaenda kwa Dr. Hawa Kivembele. Dr. Hawa, naomba tumpigie makofi. Mheshimiwa Rais, ni kuombe pia utoe tuzo inayofahamika kama Health Innovation Award. Health